Bwana Yesu asifiwe. Haleluya kanisa. Wanasikia watoto. Bwana Yesu asifiwe. Na wasalimu kwa jina la Bwana. Namna hiyo kuna uhai wa Kristo. Jumapili ijayo tutakuwa Pasaka wetu anaweza akawa sasa ametukomboa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Namshukuru Mungu siku ya leo nimepata kibali cha kusimama mahali hapa, basi tukajifunze wote pamoja maneno ya Mungu ambayo ameandaa kwa ajili yetu, na kwa siku ya leo tuweze kunywa na kula vya rohoni. Bwana asifiwe sana. Basi kabla ya yote, naomba umpe mkono jirani yako, mwambie huu ni wakati wa kweli. Tangu umefika, jirani yako hajajua ni nani na haujasalimiana naye, basi mpe mkono jirani yako, mwambie huu ni wakati wa neno la Mungu. Haleluya. Haleluya. Basi wewe kama unaandika, somo letu linasema hakuna wa kukuzuru. Hakuna wa kukuzuru. Somo letu la leo. Msomaji uko tayari? Yes. Basi tuende moja kwa moja. Funika macho yako, tumwite Roho Mtakatifu aweze kuwa pamoja na sisi, ili aweze kutufundisha alichokiandaa, tuweze kula na kunywa, tuweze kumwona Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, wewe ni Mungu wetu na Baba yetu. Hakika siku ya leo ni siku ya neema, ni siku nzuri, ni siku ambayo Bwana umetupendelea. Hata Bwana tumefika hemani mwako sasa. Tazama ulichotuandalia sasa. Siku ya leo tunaenda kusikia masikioni yetu Bwana, nasi Roho Mtakatifu tunapotufundisha utuongoze na uyafungue masikio yetu ya rohoni. Kama kuna giza ukalisambaratishe, kama kuna madhabahu yanayozuia Bwana, nuru yako ikang'aa juu ya masikio ya rohoni. Baba, neno lako likawe taa, likawe nuru katika maisha yetu. Jehova Mfalme, tazama hata mtumwa wako nimesimama katika madhabahu hii Mungu, naomba unitumie kama chombo, nikanene sawa sawa asili zako kwa jina la Yesu. Na nikanyamazisha kimya kila giza, mamlaka kuzimu ikanyamaza kimya. Neno lako likatamalaki katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Tuseme wote amen. Soma katika kitabu kile cha Petro wa kwanza sura ile ya 3 na mstari wa 13 hadi wa 14. Petro wa kwanza sura ile ya 3:13 hadi 14. Somo linasema hakuna wa kukuzuru. Petro wa kwanza sura ya 3 mstari wa 13. Naye ni nani atakayewadhuru mkiwa wenye juhudi katika mema? Lakini mjapotezwa kwa sababu ya haki, mna heri. Msiogope kutisha kwao, wala msifadhaike, bali mtakaseni Kristo Bwana mioyoni mwenu. Nani atakayewadhuru mkiwa na juhudi katika kutenda mema? Nani atakayekudhuru kama una juhudi katika kutenda mema? Haleluya. Tunajifunza wote. Kwani kutenda mema ni yapi? Kutenda mema, yaani natenda mema ni kitu gani? Inaonekana natenda mema. Bwana asifiwe sana. Bwana tusaidie.
unatenda mema. Kuna mtu anaweza kukusaidia, unajaribu, unajifunza. Mimi najifunza, mimi nikuta andiko, Roho Mtakatifu ananiambia nilete, tunajifunza. Jaribu. Nani anaweza kujaribu? Amen. Ninaelewa kutenda mema, yani kufuata haki, kutenda haki. Kwa hiyo yani ndio matendo kama mema. Amen. Tukushukuru Mungu anasema kutenda haki. Haleluya. Nani mwingine anaweza kujaribu? Amen. Karibu, una mic hapo karibu. Yes. Kutenda mema maana yake kuwakumbuka wenye uhitaji au kuonesha fadhili wenye uhitaji. Amen. Mambo majibu yanatufundisha. Tukushukuru Mungu anasema kutenda mema ni kukumbuka wenye mahitaji, ni kuwasaidia wenye uhitaji. Hayo ni kutenda mema. Mwingine anaweza kutusaidia. Amen. Karibu. Kutenda mema, kwa sababu kutenda mema ni asili yako. Mtu aliyeokoka asili yake ni kutenda mema, kwa sababu Biblia inasema alituchagua tangu zamani na matendo mema ili tuenende nayo. Kwa hiyo tangu mwanzo Mungu aliyatengeneza matendo mema ili tuenende nayo. Kwa hiyo ni asili yako kuyatenda mema. Amen. Labda hapa ni asili yetu tutende mema. Ni yapi sasa? Ni yapi hayo asili yetu kutenda mema? Ni yapi? Amen. Amen. Karibu. Mimi labda na mimi nichangie hapa. Ni kweli matendo mema ni asili ya Kristo, kwa sababu tuliumbwa ili tuenende katika matendo mema. Sasa matendo mema ni yapi? Mimi naweza kusema matendo mema ni matendo ambayo yanaenda sawasawa na mapenzi ya Mungu, ambayo mfano wake nafikiri wengine wamejaribu kuchangia, kuwatendea watu wema. Hiyo ni miongoni mwa matendo mema, lakini matendo mema ni kwenda sawasawa na mapenzi ya Mungu. Tunaweza kuyapata katika tunda la Roho, pale tunaweza tukakuta matendo mema. Kwa maana utu wema ni miongoni mwa matendo mema. Uvumilivu ni matendo mema. Kwa hiyo mengi naweza kujibu. Karibu mtumishi. Amen. Amina. Changia tunaongezea. Amen. Amejibu vizuri, lakini anasema matendo mema ni jambo lolote ambalo Mungu ametuambia tulifanye. Hayo ni matendo mema. Wafilipi 4:8 anasema hatimaye ndugu zangu, mambo yoyote yaliyo ya kweli, yoyote yaliyo ya staha, yoyote yaliyo ya haki, yoyote yaliyo sawa, yoyote yenye kupendeza, yoyote yenye sifa njema, ukiwapo wema wote, ikiwapo sifa nzuri yoyote, yatafakarini hayo. Haleluya. Haleluya. Umeona jinsi tulivyojifunza sasa. Kama kuna mtu mwingine ongezee, naomba nyosha mkono wako. Haleluya. Hakuna, umetosha. Hakuna mtu anayeweza au hakuna chochote kinachoweza kukuzuru wewe kama una juhudi katika kutenda mema. Maana tumejaribu kujifunza matendo mema ni yapi. Watumishi wa Mungu wameweka wazi baadhi ya mengine. Kutenda mema mojawapo na kuwatendea wahitaji, ambayo matendo mema mengine ni yale ambayo unayatenda ni mapenzi ya Mungu. Japokuwa yani yale ambayo yatenda Mungu anafurahia. Jambo lolote unalolifanya na Mungu katika utukufu wake anafurahi, hilo ni jambo jema. Manake wewe unatenda mambo mema. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Tunajuhudi kutenda mambo haya. Tunayo juhudi ya kutenda mambo hayo sisi tuliokoka.
Inawezekana tunayazungumza kweli. Matendo mema ni kuwajali wahitaji, ni kumtendea mema mwenzio, wala si ubaya. Juhudi ya mtu aliyeokoka ipo ili asiwepo uguzi katika maisha. Andiko linasema hakuna uguzi kama mtakuwa na juhudi katika Mungu. Haleluya. Mfano tu mojawapo ya mambo mema, kijana mmoja alipanda daladala zetu, gari limebanana, watu wamejaa. Yeye bahati nzuri aliingia akaweza kukaa kwenye kiti, na siku hizi hakuna cha mpendwa wala mtu wa mataifa kwenye daladala nilichokiona. Mtoto mdogo amekaa kwenye suti, mtu mzima amekuja amesimama, haipo kunyanyuka. Wewe mtu mzima kaa, ukiangalia mtu anasoma Biblia. Juhudi ya matendo mema iko wapi? Wewe uliokoka. Mjamzito anasimama, kijana amekaa anachaji, yuko kwenye mtandao, wala hawezi kusema mimi ndo nimewahi kama mwenyekiti akili yake. Halafu anasikiliza nyimbo za Injili. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hebu niongezee andiko hapo, kitabu kile cha Wagalatia sura 6 na mstari wa 9. Kabla tujahama kwenye pointi, Wagalatia 6:9. Sura ya 6 mstari wa 9, neno la Mungu linasema, tena tusichoke katika kutenda mema, maana tutavuna kwa wakati wake, tusipozimia roho. Tusipozimia roho. Kijana yule amekaa kwenye siti kwa sababu ana roho ya utendaji wema. Watu wazima walipopanga, alipoona baba mmoja, ni mtu mzima tu, wala hajachoka kivile, ila umri ni mkubwa kwake yeye, ni mkubwa, inawezekana ikawa ni baba. Akamwambia baba, njoo kae hapa. Ile baba akapishwa siti, akakaa. Safari ikaendelea, wakafika wakashuka, kila mtu akaendelea na shughuli zake. Yule kijana alikuwa anatafuta kazi, ndio nafasi zilikuwa zimetangazwa. Anapoelekea ndio kwenye ofisi ya yule aliyempisha sisi, halafu ndio meneja majini. Ilipofika zamu ya kwake kuitwa kwenye interview, yule baba anasema, huyu nilimwona wapi? Akakumbuka alipishwa siti mwenyewe, wala hakuulizwa swali moja wala la pili. Kitendo tu cha kuambia wewe umeshapita kwenye interview na mmoja na umeshafaulu. Haleluya. Juhudi, utasema huyu kanioga mimi nafasi yangu, huyo amekuja na mimi ana juhudi katika kutenda mema, nani atakaye kusudi atakachohitaji? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Watumishi wa Mungu tuliokoka, hii imetoweka. Tunalia magotini mwa Bwana katika madhabahu, tunamwambia Mungu tenda, fanya hiki, lakini akiangalia hakuna chochote. Juhudi ya aina yoyote haioni. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mhitaji anampita mpendwa, anajua kabisa huyu ni mhitaji, anahitaji msaada
hiki kilicho mafundisho ya jua ni tatizo ni nini wapendwa kinachotusumbua. Akasema mtu mmoja ameokoka, usipende sana kuwasaidia hao wengine, si watu watachukua nyota yako, wataharibu maisha yako. Limeingia kwenye ufahamu wa watu, mpendwa, na hawa ndio walivyo. Inawezekana si mtu wa kawaida. Shetani amepanda kitu kingine ili tusiwe na juhudi ya kusaidia watu. Kama utafasiri kusema hawa watu si, inawezekana akachukua nyota yako. Tunaufahamu huu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu atusaidie sana. Na imetoweka kwa wapendwa. Juzi nimepanda gari, nimefika Nimasaini, nimekaa kwenye siti na mimi akapanda mama mmoja na baba mmoja, watu wazima wakarudi nyuma, mimi niko kwa mbele kidogo. Hesabu yangu nasema nimpishe, nimpishe mama, si nimpishe baba, wote wamepanda. Sasa kabla najiuliza, yule mama aliporudi nyuma akasemaje, vijana wa sasa hivi hawapishi wakubwa, heshima ya zamani haipo, heshima ya sasa hivi hakuna kitu. Sasa na mimi nitaka ninyanyuke, nikasema sinyanyuki sasa kwa sababu ya yule mama, nitulie kwanza. Sasa nikaona mbona sasa kama na nikashi au ni shetani. Tukasomea mbele kidogo. Yule mama hakukoma kuongea, akaendelea. Wanafikiri sisi tuliolelewa zamani, ukimwona mkubwa karibia au umekaa kwenye kiti lazima umpishi, lakini leo kuja kusoma wanachati. Alafu mama alipoenda kusimama na ongea, kweli kuna vijana wadogo sana wamekaa hakutaka hata kunyanyuka tena, wakaendelea na story. Mimi nikaanza kujiuliza, watu wengine wanasema kweli kuna heshima za zamani na heshima za leo. Kituo cha kwanza cha pili, nikamwita yule baba njoo kaya. Akasema mama, sikaweka. Nikasema hapana, wewe baba unashuka. Nikamwambia wewe njoo kaya. Akaja, akakaa. Yaani wanaangalia mimi nashuka, ndio maana nimekuita. Kwa hiyo ile kauli ya kumpisha alishagaini, kwa sababu watu hawajampisha muda wa tangu ameingia kwenye gari. Yaani kashasusa na ile maneno ya yule mama, basi kashaona maisha ya leo ni haya. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Tuondoe sana za kumsaidia mtu unahisi ataharibu maisha yako. Biblia inasema hakuna wa kukuzuru kama una juhudi ya kutenda mema. Hakuna wa kuchukua nyota yako. Kama moyo wako unaamua kumsaidia mtu, unatoka moyoni, mimi namsaidia mhitaji. Hakuna cha mchawi wa kusema wewe nimemsaidia taharibu leo, siku ya leo. Hapana, Biblia inakataa. Kama una juhudi ya kumsaidia mtu, msaidie. Kama una juhudi ya kutenda mema, tenda mema. Achana na habari za na elimu za ajabu. Tumeshindwa kuwa na juhudi ya kusaidia watu kwa sababu ya vitu vidogo vidogo kama hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mwandishi tusomee Matendo ya Mitume sura 18. Sura ya 18 na mstari wa 10. Matendo sura ile ya 18 mstari wa 10. Tutasoma kwa jina la Yesu. Kwa kuwa mimi ni pamoja nawe, wala hapana mtu atakaye kushambulia ili kukudhuru, kwa maana mimi nina watu wengi katika mji huu. Akakaa huko muda wa mwaka mmoja na miezi 6, akifundisha kati yao neno la Mungu. Hata Galio alipokuwa liwali wa Akaya, Wayahudi wakamwinukia Paulo kwa nia moja, wakamleta mbele ya kiti cha hukumu, wakisema, mtu huyu wavuta watu ili wamwabudu Mungu kinyume cha sheria. Na Paulo alipotaka kufunua kinywa chake, Galio akamwambia Wayahudi, kama lingekuwa akawaambia Wayahudi,
kama lingekuwa jambo la dhuluma au la hila mbaya, enyi Wayahudi, ingekuwa haki mimi kuchukuliana nanyi, bali ikiwa ni hoja juu ya maneno na majina na sheria yenu, iangalieni ninyi wenyewe, maana mimi sitaki kuwa mwamuzi wa mambo hayo. Akawafukuza waondoke mbele ya kiti cha hukumu. Nao wote wakamshika Sosthene mkuu wa sinagogi, wakampiga mbele ya kiti cha hukumu, wala Galio hakuyaona mambo hayo kuwa ni kitu. Mstari wa 10 anasema, kwa kuwa mimi ni pamoja nawe, wala hapana mtu atakayekushambulia ili kukuzuru, kwa maana mimi nina watu wengi katika mji huu. Haya maneno ya ndani ya Mungu. Paulo anaonyeshwa kwenye maono na Mungu hatari ya kuhubiri Injili imepamba moto. Ana wasiwasi, watu watamkamata wamuue, watu watamkamata wampige, watu watamkamata wafanye chochote. Mungu anamwambia mimi nina watu wengi katika mji huu. Jamani, hakuna atakaye kuzuru. Mtumishi wa Mungu, una wasiwasi, kutenda mema, una wasiwasi, unasema bosi kasema hiki na hiki itakuwaje? Wewe tenda mema tu ofisini. Bosi akisema kama wewe haufuati sheria na taratibu zangu, basi mimi nitakufukuza. Mungu anasema yuko pamoja na wewe, yuko pamoja na wewe kwa sababu anao watu wengi. Utahama ofisi hii, watakufukuza kwa sababu ya haki. Umesimama ukasema sitaki wizi, mimi siwezi kushirikiana na mimi na ninyi kutorosha kitu, nasimama kwenye sehemu yangu. Mimi ni mtumishi wa Mungu, siwezi kufanya kitu chochote cha ajabu. Wakasema huyo hatufai kwenye kitendo hiki, kwa sababu tushazoea akija mtu lazima ungane na sisi, lazima tumshawishi aingie kwenye ratiba zetu. Tukitaka kutorosha hiki tunatorosha, tukitaka kutorosha hiki tunatorosha. Ofisi haijui, kama hataki afukuzwe kazi, unamwambia asante, kwa sababu mimi siwezi kushirikiana na nyinyi. Mungu anasema nina watu wengi. Haleluya. Nina watu wengi ambao watakufukuza ofisi, utapata ofisi nyingine. Inawezekana ikawa zaidi ya pale, kwa sababu Mungu yuko pamoja na wewe. Paulo anaweza mara sabini, anamwambia usiwazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Anamtetea Paulo. Watu wanakusanyikana, wanasema huyu amekuja kutufundisha imani nyingine, anatufundisha, anatuhamisha, anafundisha imani nyingine. Huyu inawezekana hamato yapigwe, apelekwe kwenye mabarasa ili aweze kuhukumiwa. Watu wanakusanyikana, lakini mtumishi mmoja akasema, mimi sikuona, ningekuwa kama ni swala la kuzulumiana au swala la namna yoyote ile, hiyo mimi ningekuwa upande wenu, lakini kwa sababu anamtangaza Mungu aliye hai, hapana kabisa, siko upande wenu. Watu wanachanganyikiwa, wanajuza. Mungu anasema yuko upande wako. Shangazi, una wasiwasi gani? Hakuna kuzuru katika maisha yako, ila wewe tofauti katika mema. Hivi wewe kweli katika maisha yako, katika kazi zako, hapa shida katika kazi zako, bahati mbaya mteja kazidisha kachenji, bahati mbaya, je, utakarudisha au utakawisa kagani? Wanakalipa wafanya biashara mpo, wafanya kazi mpo, bosi bahati mbaya chenji kasahau. Nisikana Mungu kakubariki au utamrudishia mpendwa. Hapo ndio kutenda mema, kuonyesha Bwana yuko
Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Juhudi katika kutenda mema tumepoteza wapendwa. Tiketi leo tunapigwa mishahara, hatuko na mema. Mishahara kesho shetani anapiga, lakini Biblia inasema hakuna atakayefuzu. Watainuka lakini hawataweza. Haleluya. Watajaribu hataweza. Inawezekana wakakukwangua kidogo, kagonjwa kakaingia, wakasema tumemweza, sasa ni wakati wa kumalizia. Kesho wanakuona wewe unaelekea kazini, kesho wanakuona unaelekea kanisani, kesho wanakuona wewe unafurahi, kesho wanakuona wewe unashangilia, kesho wanakuona sasa wewe tulikosema sharti, kumbe Bwana yupo. Haleluya, haleluya. Wanasema huyu inawezekana kazi zake tukakute, tumweka pase kazi, akiwa hana hela huyu tutamweza. Wanajaribu, wanapiga, wanaingia ofisini, unakuta kuna wakati mgumu kidogo, basi kawaka anatafuta mtu wa kupunguza, kila wanasema nini inawezekana, lakini tatizo mema yako yanakulinda. Basi akiangalia mratibu anasema hili jamaa hili huwa ni amenifu sana, hapana, niangalie mwingine hapa, anaangalia mwingine, kumbe mema yanakufunika, kumbe mema Bwana anasimama, anasema huyo hapana, mwache wao wamepiga kohora, kesho wanaona naenda kazini, anapunguza wengine. Wanasema huyu alitoka wapi? Inawezekana na maombi sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mordekai alifanya mema. Tukisoma kitabu cha Mordekai, nadhani cha Esta, aliyefanya mema. Huyo mtu aliyefanya mema alifanyiwa nini? Hakuna alichofanyiwa mema. Kila akiangalia mfalme, kitu gani ambacho huyo alitendewa alipofanya mema, akiangalia hakuna alichofanyiwa. Kumbe kuna watu wamejiandaa wao wamwangushe. Mungu ameandaa kumpandisha juu, wao wameandaa kukuangusha wewe. Mema uliyoyatenda yamesimama katikati. Mfalme anasema huyu lazima ipandishwe juu. Watu wameamua kukushusha chini. Wanataka kuwa wameshindana na mkono wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mema uwe na juhudi, hakuna ugumu. Hebu tusome kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 19 mstari wa 9. Kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 19 mstari wa 9. Neno la Mungu linasema, tena ikawa roho mbaya kutoka kwa Bwana ilimjia Sauli hapo alipoketi ndani ya nyumba yake akiwa na mkuki wake mkononi mwake, naye Daudi alikuwa akipiga kinubi kwa mkono wake. Sauli akajaribu kumpiga Daudi hata ukutani kwa mkuki wake, ila yeye akaponyoka kutoka mbele ya Sauli, nao mkuki akaupiga ukutani, naye Daudi akakimbia akaokoka usiku ule. Biblia inasema Daudi alikuwa akipiga kinubi, hana habari maana yake, hana taarifa kama anataka kuuawa. Anapiga kinubi chake. Mfalme Sauli anaandaa mipango ya kumuua Daudi, lakini historia, Mfalme Sauli alikuwa ni mtu mwenye uwezo mkubwa hata kimapambano. Ni mtu aliyezoea vita, ni mtu mwenye uwezo, akirusha mkuki wake hawezi kukukosa. Lakini Biblia inasema Sauli akarusha mkuki wake, lakini mtu wa haki katika mema, ule mkuki ulipoenda kwa Daudi, Daudi akahepa mkuki ukaenda kwenye
hujawahi kuwaza hata kusaidia watu, hujawahi kuwaza hata kusamehe watu. Inafikia wakati mtu anakuuzi, huna roho ya uvumilivu. Pia mtumishi wa Mungu alisoma pale katika ile andiko, katika yote na uvumilivu wote na mambo yote yanayopendeza Mungu, hayo yote yako kwenye jumla ya kutenda mema. Manake kumpendeza Mungu ni kutenda mema, na kutenda mema, mambo mengine kutendea mtu wema unahitaji gharama. Wema unahitaji gharama ya kugharimu. Unamsaidia mtu lakini unaingia kwenye wakati huu. Unatamani kumsaidia mtu, unaingia kwenye wakati huu. Na wengine wamefikia kusudi kusema yaani mtu nikisema nimsaidie yule, vita aliyokuwa naye inaniandama mimi. Gharama, mtu anaingia gharama kumsaidia mtu. Watu wamekataa kutenda mema. Watu wanashindwa kusaidia watu kwa sababu kumsaidia mtu sometimes vitu hivi ni gharama. Kumsaidia mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wapendwa, wanapenda gharama. Na Mungu atusaidie sana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Somo letu hapo kile cha Samueli wa kwanza sura ya 2 na mstari wa 9. Hebu anza mstari wa 8. Samueli wa 2 sura ya 2 mstari wa 8. Basi Abneri mwana wa Neri, amiri wa jeshi la Sauli, alikuwa amemtwaa Ish-Boshethi mwana wa Sauli na kumvusha na kumpeleka Mahanaimu, akamweka awe mfalme juu ya Gileadi na Waasheri na Yezeri na Efraimu na Benyamini na juu ya Israeli wote. Huyo Ish-Boshethi, Bwana asifiwe. Wa kwanza. Soma kwanza mstari wa 9. Samueli wa kwanza sura ya 2 mstari wa 9. Yeye akalinda miguu ya watakatifu wake, bali waovu watanyamazishwa gizani, maana kwa nguvu hakuna atakaye shinda. Endelea. Washindanao na Bwana watapondwa kabisa. Toka mbinguni yeye atawapiga radi. Bwana ataihukumu miisho ya dunia, naye atampa mfalme wake nguvu na kuitukuza pembe ya masihi wake. Yeye miguu ya watakatifu wake, bali waovu watanyamazishwa gizani. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Bwana atalinda miguu ya watakatifu. Watakatifu wa kina nani? Wenye juhudi ya kutenda mema. Maana hakuna anayeweza kuwazuru watu hao, lakini waovu watanyamazishwa gizani. Leo maisha yetu, kwa sababu hatuna mema ya kutosha, tumekuwa na mihangaiko mingi, hatuelewi Mungu anatulinda au tunanyamazishwa kwenye magiza. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa sababu sisi ni waovu au hapana, hatutaweza kuwa na juhudi ya mema.
lakini Biblia inasema Bwana atalinda miguu ya watakatifu. Atakulinda wewe unapotembea, atakulinda wewe mtakatifu. Hakuna atakayekuzuru kwa sababu ya mema. Tumeona wakina Daudi amejaribiwa kuuawa. Hatua ya kwanza, Daudi anapeta mikuki ya mfalme kwa sababu ya haki aliyokuwa nayo, kwa sababu ya mema aliyokuwa nayo. Mungu anakuwa upande wake. Ukisoma ukiendelea hicho vitabu, utaona Mika mke wake anamtoroshea Elisha baada ya Sauli kutuma watu wakamkamate wamlete mzima mzima pale ili aweze kumuua yeye mfalme. Mika anamwambia, wewe siku ya leo utauawa. Anamshushia Elisha na Mika anaweka mto anaofunika kama Daudi ya mlango. Wale watu wanaingia, wanahisi Daudi wamemkamata, lakini kumbe ni kijado wanaenda. Mungu anatengeneza njia ya kukuokoa wewe kwa sababu una juhudi kwake, unatenda mapenzi yake, unasimama kwenye ulitangaza jina lake kwenye mema tu. Mwingine anaweza kumtendea wema akasema hakika wewe ni mtumishi. Basi Mungu akubariki sana. Unaendelea kuzoa baraka tele kwa tele kwa sababu ya wema wako. Unaanza kupata baraka nyingi kwa sababu ya juhudi yako. Mungu anakuwa upande wako. Hakuna anayeweza kukuzuru. Anasema atalinda miguu yako, lakini waovu watazima giza. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hebu fungua kitabu cha Isaya sura ya 42 mstari wa 22. Lakini watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa, wote wamenaswa katika mashimo, wamefichwa katika magereza, wamekuwa mawindo, wala hapana aokoaye, wamekuwa mateka, wala hapana asemaye rudisha. Ni nani miongoni mwenu atakayetega sikio lake kuyasikia hayo, atakayesikiliza na kusikia kwa wakati ujao? Ni nani aliyemtoa Yakobo awe mateka, aliyemtia Israeli katika mikono ya wanyang'anyi? Si yeye Bwana, yeye tuliyemkosa, ambaye hawakutaka kwenda katika njia zake, wala hawakutii sheria yake. Kwa sababu hiyo alimwaga ukali wa hasira yake juu yake, na nguvu za vita ukawasha moto wa kumzunguka pande zote, wala hakujua, ukamteketeza, wala hakuyatia hayo moyoni mwake. Lakini watu hawa ni watu walioibiwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tumeibiwa, tumewekwa magereza, tumeweka mashimoni, na hakuna anayesema rudisha. Tuko gerezani kwa sababu shetani kila anachokifanya kwako anakiweza. Kila kijaribu kufanya hiki
uweza. Umeibiwa maarifa yako, umeibiwa haki yako, umeibiwa uwezo wako, kwa sababu hakuna chochote kile ambacho Mungu anaweza kutulinda. Shetani ametuweka kwenye mashimo, na Bwana anasema ni nani aliyempelekea Yakobo kwenye mateka? Si mimi, kwa sababu alikataa sheria yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Umekataa kutenda mema, umekataa kufanya mapenzi ya Mungu, umekuwa ufahamu wako umekuwa, kila ulichokitarajia kimekuwa, kila ulichokiwaza kukitenda shetani kaikichukua. Uko mashimoni na hakuna unayesema uisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, 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 haleluya. Inawezekana unaulizana, hivi ni nini hiki? Shetani kaenda ufahamu, kaharibu mema. Unatamani kusaidia, unatamani kutenda mema, lakini shetani kaondoa ufahamu wake, kakuacha ukae hivyo. Unasema siwezi kusaidia tena. Uwezo wako umeibiwa. Unatamani usema na watu wako, lakini shetani kaiba uwezo wako, amekuingiza kwenye mashimo ili siweze kutoka huko, akushangilia huko, akucheke huko, asema naenda kanisani mtu huyu, lakini hana lolote malipo, hana juhudi yoyote ile, amekuiba. Haleluya, Bwana asifiwe, Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Kwa sababu umekataa sheria yake, hauna mema yoyote ambayo inakushawishi kwako. Asimame kukutetea kama kina Daudi, asimame kukutetea kama kina Mordekai, asimame kukutetea kama kina Paulo. Paulo anawaza afanye nini na Mordekai. Nina watu wengi katika mji huo. Mungu anaweza kukutetea kwa lolote lile. Haijalishi uko katikati gani, haijalishi umekuzunguka viongozi wa namna gani, lakini Mungu atakutetea. Haijalishi unapoteza pesa, haijalishi unapoteza kazi, Mungu ana uwezo wa kuinua chochote mahali popote, kwa sababu ya wema uliokuwa nao. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Leo tumekuwa watu wa kupoteza. Kila tunachokifanya watu wa kupoteza, kwa sababu tumeibiwa. Tumekataa sheria, hatuna mapenzi ya Mungu. Yapi tunayotenda ni sawa, kuna uwezo. Yapi tunayotenda, kama amesema kalini na miguu yetu sisi watakatifu, leo tumeibiwa, hatuna chochote, lakini neno la Mungu lipo na Bwana yupo. Leo tunaenda kurudisha kilichoibiwa. Kama ni ufahamu, kama ni uwezo wa kuelewa neno umeibiwa, basi tunaenda kukirudisha. Kama amesema hakuna wa kurudisha, Bwana katupa hekima na akili, kasema lazima nitarudisha, lazima watu wangu watarudi, kwa sababu wanabaki. Haleluya, 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 haleluya. Kilichoibiwa kwako, fikiria nini unachokitenda ambacho shetani kakiiba kwako. Kile unachotaka kukitenda hakiendelee, kwa sababu umeibiwa, umewekwa kwenye mashimo, umewekwa kwenye magereza, hauna chochote kile. Unayo mamlaka ya kurudisha. Neno la Bwana lipo, nasema talinda miguu yako,
kutusomea andiko tukasimama hicho hicho tunakuomba. Soma Isaya 43 sura ya kwanza. Angalia sura ya 43 mstari wa kwanza. 43 mstari wa kwanza. Lakini sasa Bwana aliyekuumba Yakobo, yeye aliyekuumba Israeli, asema hivi, usiogope, maana nimekukomboa, nimekuita kwa jina lako, wewe u wangu. Endelea. Upitapo katika maji mengi nitakuwa pamoja nawe, na katika mito haitakugharikisha. Uendapo katika moto hautateketea, wala mwali wa moto hautakuangamiza. Maana mimi ni Bwana Mungu wako, mtakatifu wa Israeli, Mwokozi wako. Nimetoa Misri kuwa ukombozi wako, nimetoa Kushi na Seba kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe. Kama Bwana anasema yeye ni Mungu wetu, amemtoa Misri na Seba ili wewe kulisishe. Uliambiwa lakini uwezo wa kukomboa Bwana anao. Haleluya, haleluya, haleluya. Bwana asifiwe. Hebu jenga haja, hata kama ulikuwa na karoho kakukatakata tangu usifanye albasi, una usi. Mungu anataka watu soka na toa. Imani yako inachukua. Umeng'ang'ana na Bwana, sema umekaza kunipenda. Sasa nitakuwa na nitakuwa na wewe tabu. Hakika jenga haya kuona mimi kilicho imbiwa kinaruhusu. Nimeibiwa na mwisho. Tusimame. Naomba wewe wako kuja. Lakini shetani aliwaweka kwenye magereza, wakapoteza kazi. Nguvu ya kufanya kazi wanayo, lakini walipoibiwa walikosa kibali. Kibali pako kiliondolewa, na vyeti vyako viko sawa, lakini unaomba dosari akija kwako, kuna wakati na kupesa umeibiwa. Jenga amani ya kurudisha sasa. Kila jambo lina wakati wake. Inawezekana wakati huu ni wakati wako, ni wakati wewe hakika wa kurudisha.
toka kwenye